Ndugu viongozi na waombolezaji wenzangu, tumempoteza kiongozi aliyetumikia taifa lake kwa uzalendo, bidii na weledi. Sisi tuliobahatika kufanya kazi naye na kushuhudia utumishi wake, tutamkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika utumishi wa umma na wa kisiasa kupitia nyadhifa mbalimbali alizozitumikia. Ni vigumu mno kupata maneno sahihi ya kumwelezea marehemu katika kipindi hiki cha majonzi. Marehemu Lukuvi alikuwa miongoni mwa viongozi waliotumikia taifa kwa muda mrefu katika nafasi mbalimbali kwenye Chama cha Mapinduzi, serikali na katika bunge kama wasifu wake ulivyoelezwa. Katika nafasi zote hizo alizowahi kuhudumu serikalini, aliacha alama ya utendaji bora na uwajibikaji, na kwa uzoefu wake hakuwa mchoyo wa maarifa. Tulisikia toka juzi ushuhuda ukitoka watu mbalimbali kukiri kusoma na kujifunza kutokana na uongozi wa Mheshimiwa Lukuvi. Sisi tuliobaki tunayo mazuri ya kujifunza kutoka kwake pia. Marehemu Lukuvi pia alikuwa kiongozi aliyegusa mioyo ya watu, ambaye daima hakusita kusema ukweli na hata kuchukua maamuzi yenye tija na maslahi kwa taifa. Ndugu zangu, katika kipindi hiki ambacho dunia imejaa mvurugano na machafuko, tulihitaji viongozi wenye uzoefu wa muda mrefu na viongozi ambao wamefanya kazi katika maeneo mbalimbali kwa upande wa serikali na upande wa siasa. Tulihitaji tuendelee na mawazo na ushauri wa viongozi wa aina hiyo. Tulimhitaji ndugu Lukuvi sasa kuliko jana, lakini kama nilivyosema, Mungu alimpenda zaidi. Katika kipindi hiki dunia yetu, kama mnavyoelewa, imejaa misuguano na machafuko ambayo kwa vyovyote vile yatapandisha hali ya maisha kuwa ngumu, si kwa Tanzania tu, lakini hata kwa dunia. Tumeanza kushuhudia upandaji wa bei za mafuta, na vivyo hivyo tutashuhudia upandaji wa bei za bidhaa, lakini pia kama vita hii inayoendelea itaendelea, basi tunategemea pia kuwa na mdororo wa uchumi duniani, mambo ambayo yanataka umakini katika kufanya maamuzi katika uongozi wa nchi yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu haya yamalizike ili tuende vizuri, lakini kwa uzoefu alionao Mheshimiwa Lukuvi tulimhitaji zaidi sasa kuliko wakati wowote. Tulimhitaji ndugu yetu huyu kwa sababu tunamkumbuka kwa moyo wake wa upendo na mahusiano mazuri aliyoyajenga katika jamii, pamoja na utayari wake wa kushirikiana na kushauriana na makundi mbalimbali. Utumishi wake utukumbushe kuwa uongozi ni dhamana, ni wajibu wa utumishi wa umma kwa uaminifu na moyo wa kujitolea. Huu ndio urithi aliotuachia mpendwa wetu marehemu Lukuvi, na kama alivyosema baba paroko kwamba katika utendaji wa serikali nafasi hii lazima izibwe na si mbadala. Mbadala ni pale unaposema huyu aondoke, badili yake akae huyu. Lakini kilichotokea hapa ni paukwa pakawa, mmoja ameuka, mwingine atakaa katika nafasi hiyo. Kwa tutajitahidi kuweka mtu ambaye ataweza kufuata, si kwa ukamilifu, lakini atajitahidi kufuata nyayo zake, na nataka niwahakikishie kwamba hatutamsahau Mayele wetu, tutaendelea kumkumbuka.